Mara nyingi mabinti na vijana tumekuwa tukifanya maamuzi ambayo hayakuwa sahihi. Yaani ni maamuzi ambayo tunayafanya hayakuwa ni ya wakati wake. Mfano, binti unakuta anaolewa au kijana anaoa, si kwa sababu alitaka kuoa. Anaoa kwa sababu pengine amempa binti mimba, au binti anaolewa kwa sababu amepewa ujauzito na kijana. Lengo la ibada zipo kwa ajili ya kutuepusha na hayo madhara. Ukitaka uishi maisha yenye usalama zaidi, amua tu kuishi ukiwa umenyoka. Yaani nafahamika kwamba binti uliokoka, kijana uliokoka, haupaswi kuwa na mpenzi. Kwa nini haupaswi kuwa na mpenzi? Kitu cha kwanza, madhara ndo kama haya. Utasema kwamba mimi nikiwa naye ninaye lakini sijai kupata. Yaani binti uliokoka, binti uliokoka haupaswi kuwa na mpenzi. Yaani haupaswi kuwa na mpenzi. Hakuna Biblia ilipoandika kwamba vijana na mabinti ambao tujaolewa, kwa sababu sasa ni ujana, unakuwa na vitu vingi, basi si tuko free kufanya chochote. Hapa zaidi nasema kwamba mimi kijana niwe kielelezo kwenye mambo mengi, au ya usafi, mwenendo wangu, mambo mengi, mimi na wewe tuwe vielelezo. Sasa uholela wote ambao tunaendelea nao, ambao utakuwa unaendelea nao, ni holela ambao una madhara makubwa. Kuna mtu mwingine anaje kujikuta akiwa binti anakuwa na wanaume pengine 4. Ni kimradi, anafanya kama kimradi. Huyu atampunya, ikiwa atampunya, yani kila mtu atafanya kwa namna yake. Haya, kwa namna yake hivyo anavyofanya, si kwamba watakupa bure. Kuna wakati mwili wako utatumika kulipa, ndo malipo sasa vile vihela ambavyo nakuna vipata. Haya, kwenye kuvilipa hivyo venye unahisi ndo malipo, siku unakuja kutumedaka mimba. Afu nasema mimi sikuwa nimetarajia yule ndo anioe, kulikuwa na huyu hapa ndo alikuwa husband material. Ni upumbavu. Maisha ya wokovu yapo kwa ajili ya kutuokoa na madhara. Ikiwa binti kijana tupo kanisani tunaendelea na huo upumbavu, sisi ni vielelezo kwa kitu gani? Yani ni vielelezo kwa vitu gani? Yani ambavyo basi watu wengine waigi. Yani mtu mwingine ataniiga kwa lipi? Ataniiga mimi kwa kuwa na wanaume 4? Ataniiga mimi kwa kuwa na tabia nyingi chafu? Binti kijana, binti angaika zaidi na tabia zako, niangaike zaidi na tabia zangu. Mfano wa mimi ni mtu niliharibu sana. Hiki kichwa saizi akiangaiki kwamba eti naanza kwamba Mungu, Bwana nishushie, Bwana nisaidie nipate mchumba. Mimi sina hiyo kazi kabisa hapapo. Yani uji kunikuta kwenye kulia kwangu kote, kuomba kwangu kote, hakuna sehemu ambayo nianza sema Bwana niangalie, Bwana 30, Mungu niangalie. Mimi sipo huko. Zaidi nasema Mungu, Mungu nisafisha hii akili. Kama nikupuyanga, nimepuyanga sana, nimeharibu sana. Mungu ninaomba nisaidie, nifanye kwa ubora, nifanye vizuri. Ndio mambo ambayo nakuwa nahangaika nayo. Sasa ikiwa wewe siku ya siku upo kanisani, lakini bado nakuta tunafanya vikolokolo vya ajabu hivyo vinakuja, yani tunajikuta tunapata madhara ambayo hajaokoka azesemu, niliokoka azesemu. Wakati wokovu upo kwa ajili ya kuniepusha na madhara, upo kwa ajili ya kuepusha wewe na madhara. Hata mimi wokovu upo kwa ajili ya kuniepusha na madhara. Hivyo tu binti kijana, hebu amua, niamue. Kwa sababu siku ya siku haina ya maisha ambayo utaendelea nayo, ni maisha ambayo yatakuletea madhara. Ikiwa utaishiishi ovyo ovyo, nitaishi ovyo ovyo, madhara nitayapata. Kuna watu wengi mimi nabaki kulalamika na kuumia. Mtu nakuta ni kitoto kidogo, nakuja kuta kimeolewa. Wewe kilikutuma nini? Mimi nijikuta tu na mimba. Wokovu upo kwa ajili ya nini? Yani wokovu upo kwa ajili ya nini? Yani unapoambiwa kwamba usizini, yale aliandikwa kwa ajili ya nani sasa yale? Kwamba mimi nisizini. Yalisema asizini nani? Asizini nani sasa? Tukiwa tuko mabinti vijana kanisani tunazinizini kama viumbwa. Yani usizini ilikuwa ni kwa ajili ya nani? Jamani, hapana. Ifike hatua tukiamua kuwa wa Mungu, tuishi kwa Mungu kweli. Nikiamua kuwa wa Mungu, niishi kuwa wa Mungu kweli. Mtu mwingine avutwe na matendo yangu na maisha yangu. Isifike hatua kuwe hakuna utofauti wa mtu aliyeokoka na ambaye hajaokoka.
Mtu mwingine asema niokoke niwe kama wewe. Bora niwe tu mlevi, sio niokoke kama niwe kama wewe. Hivyo tu maisha ya wokovu yapo kwa ajili ya kuniepusha na madhara, yapo kwa ajili ya kuepusha na madhara. Shalom. Amen.